Lakini kama alivyoeleza sasa, baada ya katiba pendekezo kupatikana, lazima tujikumbushe tumekwama wapi. Kwa nini ule mchakato wa 2014-15 ulikwama? Bila kujikumbusha tulikwama wapi, hatutaweza kwenda kupata katiba mpya au mchakato ambao tunakwenda kuanzisha. Lazima either urudi kule kule tulikokwama au uwe na matatizo zaidi ya yale ambayo tuliyaona kwenye mchakato ambao ulikwama, lakini ulituachia katiba mbili ambazo zimetokana na maoni ya makundi ya kijamii. Sasa mkwamo, baada ya uchaguzi ule wa mkuu wa 2015, viongozi waliochaguliwa walikosa kipaumbele cha kukamilisha mchakato wa katiba. Licha ya ilani ya chama tawala kuahidi hivyo, mkwamo wa upatikanaji ulisababishwa na mambo mengi yafuatayo. La kwanza, changamoto zilianza wakati wa uwasilishwaji wa rasimu ya katiba hii bungeni, ambapo tuliona kulikuwa kuna mvutano kati ya viongozi kuanzia rais, viongozi wa bunge la katiba na watu wa kamati ya mabadiliko ya katiba, tume ile kina Warioba. Nadhani wote mnakumbuka nini kilitokea pale bungeni. Hapo ndio tulianza kuona kwamba kuwa na matumaini hafifu ya kuwa na katiba ya wananchi. Hiyo ni sababu mojawapo. Sasa hiyo sababu itukumbushe kwamba hatupaswi kurudi kwenye kuwa na mchakato wa namna hiyo ambao baadhi ya viongozi au watu wachache wanaweza wakarudisha mchakato mkubwa kama ule uliotumia rasilimali nyingi za nchi na muda, wakaturudisha nyuma kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Lakini la pili, aidha kutokuwepo na mwafaka wa kikatiba na wa kitaifa ndani ya bunge lile la katiba, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla, ulichangia kwa sehemu kubwa kutokuendelea kwa huo mchakato. Ndugu waandishi na Watanzania, mtakumbuka kabisa bunge lile lilisababisha kukawa na makundi mawili au kawa wakatoka kwenye mchakato wote ule wa upatikanaji wa katiba. Condition namba moja au tunaweza tukasema jambo ambalo linapaswa kuzingatiwa ni kuwa na umoja, kuwa na maridhiano. Duniani kote zile standard za kupatikana kwa katiba mpya wanasema lazima tutengeneze katiba tukiwa tumeridhiana. Sasa kukosekana kwa maridhiano ulianza kuonekana kule bungeni, na tutakuja kueleza tukatengeneza mpasuko. Kwa hiyo kukosekana kwa maridhiano bungeni kukatengeneza sababu nyingine iliyochangia sasa kukwama kwa mchakato wa katiba. Ni mpasuko huu ukawa mkubwa sana katika taifa. Mpasuko huu uliendelezwa na ukachukua sasa sura ya kitaifa kuanzia bungeni mpaka baadaye ukawa walipotoka nje ikawa sasa ni swala la kitaifa, mvutano mkubwa. Na tukaona wabunge wa wawakilishi Zanzibar ukagawanyika pia kwa wakati swala la muungano Zanzibar na huku bara, na baadaye tukaona imegusa mambo mengine makubwa ya kitaifa ambayo yamekuwa siku zote ni changamoto inapokuja swala la katiba mpya, kwa mfano swala la muungano na mambo mengine. Sasa mpasuko huu wa bunge ukafanya kabisa swala la katiba mpya iwe ni ndoto isiyoweza kukamilika katika taifa letu. Na ni kwa sababu tutakuja kuelezea tulikosea katika muundo wa bunge la katiba duniani kote. Utakumbuka, nitolee mfano wa Uganda 1993 mpaka 95. Uganda walianza kutengeneza katiba yao 93 mpaka 95, lakini mjadala uliokuwepo kule ni aina gani ya muundo wa bunge la katiba, kwa sababu chombo kisheria ambacho kinapaswa kutunga sheria kwa nchi nyingi duniani ni bunge la katiba. Sasa muundo wa bunge la katiba duniani kote umekuwa ni changamoto ya kufifisha michakato ya katiba. Kwa hiyo wakaona kwamba tunafanyaje tupunguze wanasiasa kwenye bunge la katiba, kwa sababu wanasiasa wakati zote huwa wanajifikiria mambo yao ya hapa na pale ya uongozi. Wanaweza kawa wachache wenye kufikiria taifa miaka 150 inayokuja. Kwa hiyo wakatengeneza utaratibu wa watu kupigiwa kura kwenye majimbo,
utaratibu wa kwenda wawakilishi wa majimbo ambao watapigiwa kura, ingawa sehemu kubwa pia walirudi tu tena wale wa chama cha Museveni NRM kwa sehemu kubwa, lakini kulikuwa kidogo na mvutano na uwakilishi wengine wa watu wengine ukaweza kuwepo kwenye lile bunge. Lakini wakaweka vizingiti vikali kwamba ukiingia kwenye kamati, kwenye bunge la katiba, ni sharti kwamba kwenye chaguzi zinazokuja usishiriki walau miaka kadhaa. Kwa kidogo hiyo ikapunguza watu kuingia kwenye michakato wakiwa na mitazamo ya kisiasa. Na hii sasa tutaona kwa namna gani imekuamisha. Ndio maana nasema ilikuamisha sisi, kwa sababu muundo wa bunge la katiba lilivyokaa lilikuwa limekaa kisiasa zaidi. Kwanza lilikuwa limeundwa zaidi na chama kimoja, lakini na ongeza pia wakaongezeka tena wanasiasa wengine wa vyama vingine. Kwa hiyo ikawa ni mvutano wa kisiasa badala ya kuwa ni chombo kubwa cha kitaifa cha kujadili mustakabali wa taifa, hasa unapokuja swala la katiba mpya. Kwa hiyo changamoto ingine ni mchakato wa upatikanaji katiba kufanyika karibu sana na uchaguzi. Kama wote mligundua, kosa tulilofanya ni kufanya mchakato wa katiba mwaka 2014, tunaanza uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda 2015 uchaguzi mkuu. Wakati watu wana moyo, wana majoto, wana kila kitu, kila mtu anafikiria ubunge, urais, udiwani. Sasa hiyo ni kosa kubwa ambalo tulifanya kama taifa. Na ukijaribu kuchunguza utakuta hiyo ndio imepelekea mchakato ule usifike popote. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wanasiasa walikuwa wanaangalia uchaguzi wao zaidi. Na kama wanasiasa wanaangalia uchaguzi wao zaidi, isingekuwa rahisi kwa wao kukubali katiba mpya ipite, wakati katiba mpya ilikuwa inakwenda kufumua mambo mengi ya kisiasa, mambo mengi ya kiutawala, kimuundo. Kwa mfano, mamlaka ya rais, madaraka ya rais, tulikuwa tunasema mawaziri wasiwe wabunge, wasiwe mawaziri. Kuna mambo mengi ambayo kisiasa, kwa mtu anayetaka kuwa mbunge kesho, anataka kuwa waziri, anataka kuwa rais, lazima angeona huu mchakato kwake ni nuksi, au tunaweza kusema ni uzio mkubwa wa maslahi yao. Kwa hiyo maslahi binafsi yakatawala ya kisiasa, kwamba huu mchakato hauna tija kwa makundi kadhaa ya viongozi na wanasiasa. Kwa hiyo ikawa ni sababu kubwa ambayo lazima tujifunze kwamba tukitaka katiba mpya ambayo itakuwa ina maslahi ya kitaifa kwa miaka 50, isiyoongozwa na maslahi ya kisiasa ya kesho kutwa, tupate katiba wakati hatufikirii masuala ya uchaguzi. Ikiwezekana baada tu ya kutoka kwenye uchaguzi, ndani ya mwaka mmoja katiba yetu ipatikane. Lakini changamoto nyingine ni kwamba tukumbuka kwenye hilo kwamba swala la uchaguzi tulikuwa tuna tume ndio ilikuwa imepewa mamlaka ya kusimamia kura ya maoni. Tunakumbuka tume hiyo ndio wakati huo ndio inafanya masuala ya kuandaa uchaguzi, sijui daftari la wapiga kura. Wakati huo tunataka tena ndio wafanye nini? Wasimamie ile kura ya maoni ya kupitisha katiba mpya. Kwa namna yote au nyingine, ule ungekuwa ni mvurugano mkubwa sana, au kuwa wakati mzuri. Na ndo tuseme tu kasoro, hizi ndio sababu ambazo zimeturudisha nyuma. Lakini sababu nyingine ni kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Viongozi waliofuata baada ya uchaguzi wa 2015, kuanzia Rais marehemu John Pombe Magufuli, yeye alisema kabisa kipaumbele katiba sio kipaumbele chake. Pamoja na kwamba ilani ya CCM ilikuwa imeweka ilani imesema kabisa watamalizia mchakato, lakini kuanzia 2016 alisema swala la katiba sio kipaumbele. Na tuliona kweli kwenye katiba, kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020 hawakuweka swala la katiba mpya. Pamoja na viongozi wengine wote waliofuata, swala la katiba likaonekana sio swala la kufanyiwa kazi, sio la muhimu. Wakaacha maslahi ya wananchi, hitaji la wananchi la muda mrefu kwa na katiba mpya, wakaenda na mahitaji yao ya kisiasa zaidi, kitu ambacho ni kinyume kabisa na misingi ya kikatiba na utawala bora. Kwa hiyo ni sababu nyingine pia kwamba kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa kwa viongozi wa nchi ni ngumu sana kupata katiba ambayo tunaitaka. Na ndio maana JK pamoja na sasa hivi kulaumiwa hapa na pale, kitendo cha mwaka 2014, mwaka 2011 kutangazia bunge na mchakato kuanza, kwa kweli hilo jambo mwenyewe yeye kama kiongozi lilimpa heshima kubwa sana kwa kuanzisha ule mchakato, lakini ikaja kuharibika pale aliposhindwa kumaliza mchakato huo. Kwa hiyo rais yoyote ule ambaye atawapa wa Tanzania
katiba mpya, katiba ambayo inatokana na maoni ya wananchi, atajijengea heshima ya kudumu sana katika taifa hili. Na sisi tunaomba ndio maana tumekuja kuzungumza na nyinyi kwamba tuwakumbushe kwamba sasa swala la katiba mpya ni swala ambalo tusitegemee sana utashi sana wa viongozi, kwa sababu ndio hiyo kwamba tunakubaliana hapa, kesho wakibadilika tunakwenda kwingine. Ya msingi, kumekuwepo na makundi katika jamii ambayo wao swala la katiba kwao ni tishio kubwa sana, makundi ambayo yananufaika, makundi ambayo kwa namna moja au nyingine kwao mabadiliko ni tishio kwa maslahi yao binafsi. Haya yapo na yameendelea kukwamisha sio tu katiba mpya, mabadiliko mengi tu ambayo sisi kama Watanzania tumekuwa tukipigania. Kwa lazima tutambue na lazima tuseme ukweli na lazima tuwashauri viongozi wetu watambue kwamba wao ndio tumewapa ridhaa ya kulinda nchi na katiba na sheria za nchi. Kusiwe na makundi mengine ya pembeni ya nje ambao yanataka kuona nchi inabakia kama ilivyo badala ya kubadilisha nchi endane na dunia inavyokwenda na mambo mengine na kuzingatia maslahi ya wananchi. Kwa hilo lalo tulichukulie. Tunapokwenda kwenye katiba mpya tusisahau hilo. Kama watashindwa kuzuia mchakato wa katiba, basi watakachoweza kufanya ni kushawishi mchakato wa katiba uanze na mambo yao yale yakabaki kama yalivyo. Kuna mawili hapo. Wakishindwa kuzuia mchakato wa katiba, hata kama tukianza mchakato wa katiba lazima tuwe makini na makundi haya. Kwa sababu tunaweza tukapata pia katiba ambayo sio ile ambayo tulikuwa tunaitaka. Kwa hiyo ni vizuri na ndio maana tunawaambia Watanzania na nyinyi waandishi wa habari tukutambue kwamba mchakato wa katiba haupasi kuwa jambo la kundi fulani. Mchakato wa katiba unapaswa uamuliwe, na tumeshafanya hivyo kwa sababu tume ya Warioba ilizunguka nchi nzima. Wananchi walishaamua wanataka katiba mpya. Sasa isitokee kundi au mtu yoyote akaturudisha nyuma. Lazima tufike mahali tuzungumze kwa uchungu. Tuzungumze kama Watanzania ambao tunapenda kuilinda taifa letu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Na tusiangalie maslahi yetu ya leo ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kifedha, badala ya kuangalia nchi miaka 50, 100 inayokuja. Lakini jambo la mwisho ambalo limetukwamisha ni kuwemo kwa mambo makubwa ya kitaifa yaliyokosa mwafaka wa kitaifa. Mfano swala la mifumo ya kisiasa, kiuchaguzi, lakini muundo wa uongozi wa nchi, swala la muungano. Haya ni mambo ambayo pia lazima tuyaangalie, kwa sababu hata leo tukifanyia kazi changamoto zingine, lakini haya mambo makubwa ambayo yameleta mvutano wa kitaifa lazima yamechangia, kwa sababu hatakuwa na mwafaka. Kwa mfano serikali, muundo wa muungano, hatakuwa na mwafaka. Hatakuwa na mwafaka namna gani tutengeneze mfumo wa kiuchaguzi. Inakubalika kabisa kisheria kutengeneza mwafaka katika mambo kadhaa